kwa sababu unaposhindwa kufanya unachotakiwa kufanya au unachotakiwa kuamua, ukishamilikiwa fikra na maamuzi akaamua mwingine, wewe unakuwa mtumwa. Kwa hiyo kinachofanya hii miungu ni kukufanya wewe kuwa mtumwa wa yenyewe, na yenyewe inaendelea, hakuna faida maisha yako yote. Ndio maana unakuta mtu hata kama ni mwenye mali anashindwa kumiliki mali yake, kufaidi mali yake, wanafaidi wengine. Kwa nini? Kwa sababu anamilikiwa. Kwa hiyo haina faida ya aina yoyote zaidi ya hasara na kuleta. Na ndio maana ikimiliki kwenye eneo sasa, kama umehamia eneo lolote, ndio maana unasikia mtu anakuambia ukifika eneo lolote kutana na wazee wa eneo. Wazee wa eneo ni viti vya miungu vilivyotangulia kukaa. Na kuna sehemu nyingine ukienda ukaambiwa hapa hawajengi nyumba za block, wanajenga nyumba za makuti, au mahali pengine wanajenga nyumba za ukijenga hapa utakufa. Wanakuambia kwamba miungu iliyomiliki hapa imeweka staili ya maisha. Yaani watu hapa wamemilikiwa na miungu ya staili hii. Kwa hiyo ukiwa kinyume na ile miungu, wewe utapata hasara au utakufa. Ndivyo inavyotenda katika kila eneo, maana imepewa uhalali na watangulizi, wale watangulizi waliotangulia. Ndio maana nimesema tangu mwanzo kwamba ni mifumo iliyotengenezwa na wanadamu, ikawekwa kwenye eneo ili imiliki watu, maana inatawala kwa jinsi ya roho. Sasa ikishakaa kwenye jinsi ya roho, maana yake wote wanaoingia lazima wahakikishe kwamba akiingia eneo lolote lazima ajue miungu ya eneo inayotawala ni miungu ya aina gani. Kama wewe ni Mkristo, kama wewe ni mtumishi wa Mungu, popote ukiingia popote lazima uanze kufahamu miungu inayotawala eneo ni miungu ya aina gani. La sivyo, kwa kuwa ile imewekwa kimadhabahu na imewekwa kisadaka na wenyeji wameikubaliana nayo, ukiingia unaweza ikakuadhibu kwa sababu hujitambua ni miungu gani inayotawala kwenye eneo.